Mwanafalsafa mmoja alipata kusema, man ahana khamsatan khasira khamsa. Man ahana khamsatan khasira khamsa. Mwenye kuwafedhulia, mwenye kuwadharau, mwenye kuwapuuza watu wa aina tano, khamsatan ta'u tanwi'io. Man ahana khamsatan khasira khamsa. Mwenye kudharau watu wa aina tano atafeli mambo ya namna tano. Waislamu tunatakiwa tuchukue nafasi yetu katika hilo. Kwanza, man ahana alulama khasira dina. Mwenye kuwapuuza na kuwadharau wasomi wa dini yake atapata hasara ya dini yake. Hutoijua dini, utakwenda hovyo. Utakuwa kama gari la taka linazoa taka na lenyewe taka. Tunaona huko kwetu kuna gari la taka linazoa taka, lenyewe linahitaji kuzolewa. Sasa unaweza ukajiona kwamba wewe ni mwanadini, kumbe wewe haupo katika dini. Man ahana alulama au man istakhaffa bil ulamai khasira dina. Mwenye kuwapuuza na kuwadharau viongozi wasomi wa dini atapata hasara kwenye dini yake. Moja. Mbili, wa man istakhaffa bil umara khasira dunia. Na mwenye kuwadharau viongozi wa dola yake na serikali yake atapata hasara ya dunia yake. Maana yake nini? Kumbe inawezekana kudidimia kiuchumi ikawa sababu ni sisi wenyewe. Serikali inakwambia pita kulia, wewe unakwenda kushoto. Ukingangania kila kitu kapanga Mungu. Tatu, waman istakhaffa bil aqriba khasira al mawadda. Mwenye kuwapuuza mpaka ndugu zake anakosa mapenzi. Unaishi duniani kama mkiwa, huna ndugu, inakuwaje? Nne, waman istakhaffa bi ahlihi khasira twiba al-aish. Na mwenye kudharau familia yake, wanawe, watoto. Manake kuna watu mahodari, mabingwa wa kutelekeza watoto zao. Na mwenye kupuuza, ala, sina maana hiyo. Na mwenye kupuuza familia yake atapata hasara ya maisha ya amani yaliyo mazuri. Dawamul hali minal muhali. Watu wa mantiki wanasema kudumu katika sura moja ni katika vitu visivyowezekana. Upo kijana, inaweza kafika wakati ukazeeka, familia yako inakuja wakakuletea maji, huyu kakuletea sabuni, huyu kakuletea msuri. Uliwadharau huku, utabaki kama nyani ngwengwe. Na mwisho, waman istakhaffa bi awamirillahi wa rusulihi khasira ridha Allah. Na mwenye kupuuza na kudharau maamrisho ya Mungu na mitume atapata hasara kwa kukosa radhi za Mungu. Utaishi duniani unajiona umo, kumbe Mungu hakutaki. Pointi kuu yangu ni kwenye kipengele cha pili, kudharau viongozi. Tunadidimia katika sekta ya kiuchumi. Tuamke. Wanadini, viongozi wa dini wanahitajia serikali, na serikali inahitajia viongozi wa dini. Kila mmoja ajitambue, akae katika nafasi yake. Walikulli fardi minal afradi wa asafa lahu daurun walakin la yuaddihi. Kila mtu katika jamii ana nafasi yake ya kusukuma mbele gurudumu la maisha. Kwa bahati mbaya hakuna anayekaa kwenye nafasi yake. Imamu anataka kisanduku cha sadaka, muadhini anataka uimamu, spika wa bunge anataka uwaziri. Basi kila mmoja anaingia katika nafasi yake. Tukae kila mmoja katika position. Mwenyezi Mungu ataturehemu, atatuhurumia, atatutengenezea nchi yetu na taifa lake. Mungu jalia amani na upendo katika nchi yetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.